Ninaitwa Kataba Suleiman Sukuru. Ndiye katibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya na vile vile ni mjumbe halali wa baraza la umoja wa vijana wa wilaya. Kama alivyosema katibu wetu wa vijana wa wilaya ambaye ni katibu mgeni, mimi ndiye mlezi wa jumuiya zote tatu za Chama cha Mapinduzi, ikiwemo UWT, ikiwemo wazazi pamoja na ninyi wenyewe ambaye ni umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa bahati nzuri, kwa mujibu wa kanuni za jumuiya hizo, mimi vile vile ni mjumbe wa mabaraza yote CCM oye. Ndugu zangu vijana, nimesimama hapa kwa nafasi ya kama mlezi. Kwanza kabisa ni waase vijana. Chama cha Mapinduzi kinajivunia umoja wa vijana. Chama cha Mapinduzi kiko tayari kuendelea kuandaa ili muendelee kuwa vijana wa kesho katika chama hiki cha Chama cha Mapinduzi. Kwa nitafurahi wakati wote mkionyesha mfano mwema, mkionyesha nidhamu na kuwaheshimu viongozi ambao ni viongozi wakubwa wa chama hiki. Hii haikuwa hotuba yangu. Hotuba yangu ilikuwa imelenga leo kuelezea kuhusu maandalizi ya uchaguzi kuanzia kura za maoni mpaka uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tutakapokwenda kuwachagua madiwani wote 29 wa kata hii pamoja na waheshimiwa wabunge wa majimbo yote mawili, lakini na kujaza kura za kutosha za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Sasa tunataka tutakapokuwa tukimaliza baraza hili, nahitaji kamati ya utekelezaji ya wilaya ifike ofisini kwangu baada ya kumaliza shughuli zote, tukae tujadiliane, na ikibidi kuna hipo haja ya kuwafunda vijana hawa watambue wajibu wao. Kwa mengine sitapenda niyaseme hapa, lakini sikupendezwa na tabia iliyokuwa ikiendelea nje ambayo ni lazima kutoke nje kwenda kuhudhuria. Wako watu wanadhani kuwa green guard, kuwa vijana wa itifaki wao wanakuwa juu kuliko viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hili ninakemea na sitaki nirudie tena. Kama mimi ni katibu wa Chama cha Mapinduzi, nitakayekuwa mlezi wa chama hiki, sitakuwa tayari kuendelea na kijana asiyekuwa na heshima. Sikupendezwa, sikufurahishwa na nimeshangazwa sana. Tunashukuru sana kwa nasaha zako, na ahidi kamati ya utekelezaji inayosimamiwa na mwenyekiti bingwa Mandela tutatekeleza hilo mheshimiwa, usiwe na shaka. Ndugu wajumbe, bahati nzuri sana mwenyekiti wenu mimi ni muwazi na wengi wenu mnanifahamu hivyo. Nikiwa na jambo langu sijalipenda, nimelipenda, huwa nalizungumza kwenye vikao. Na kama mtanichukia kwa hilo, niko tayari kuwajibishwa. Baraza hili limeandaliwa tangu mwezi wa pili. Tumeomba michango kwa wadau tangu mwezi wa pili. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduma ametoa fedha yake wiki moja kabla. Na jana nimetoa maelekezo kwa katibu wangu. Nikatoa maelekezo ofisini na baadhi ya vijana mlikuwepo. Nikasema ikiwa kuna mtu tulimwomba mchango mpaka leo hajakamilisha, kufikia kesho hatutapokea mchango wake. Na naomba nisimamie kwenye msimamo huo. Narudia tena dadangu, tunakushukuru sana kwa fedha hiyo uliyoitoa, sio kama tunaidharau. Nikuombe kwa kuwa umeitoa ni posho ya vijana wa Momba, utawapa baada ya kutoka kwenye CCM oye. Sisi naeleweka. Ndugu zangu, hata michango ya harusi inatolewa mapema. Hakuna mtu anakwenda kutoa mchango wa harusi baada ya harusi. Sisi
tulikuwa tunahitaji fedha itusaidie kuendesha bajeti zetu hapa, tupate fedha kwa ajili ya muziki, tupate fedha kwa ajili ya chakula, tupate fedha kwa ajili ya usafiri, tupate fedha tukalipe vyumba watakakolala wajumbe kutoka Momba. Sasa tunaletewa fedha leo hii, tutaitumia wapi kama tutakuwa sio wizi? Na mimi ndugu zangu, siko tayari kushiriki kwenye vitendo vya rushwa, lakini siko tayari kutumia kikao changu kama sehemu ya kampeni, kwa sababu mimi naona kama ofisi yetu haiheshimiwi, haithaminiwi. Sisi ni kama pesa. Viva vijana, viva! Mlinichagua wenyewe kule, na niliwaahidi nitakwenda kusimamia misingi ya jumuiya yetu ya vijana, na hii ndio misingi ambayo naisimamia leo. Shukuru sana dadangu, hii fedha naomba nitakurudishia mbele ya wajumbe wako wakiwa wanaona kwa macho yao, utawakabidhi baada. Ni heri tunaondoka bila posho. Kwa tulivu, nimewaambia mimi ni muwazi na nitaendelea kusimamia uwazi wangu na nitaendelea kusimamia uadilifu wangu. Nimesema hapa na jana nilitoa maelekezo kwa katibu wangu, ikiwa kuna mtu atashindwa kutimiza wajibu wake mapema, kesho tutakuwa tumefunga biashara yetu. Hatuko hapa kuuza utu wetu, hatuko hapa kumdharau mtu yoyote, lakini tupo kusimamia kanuni ya umoja wa vijana. Mlinichagua kwa mujibu wa kanuni hii, na mimi nimeapa kusimamia kanuni hii, na kama tutakanyaga kanuni hii CCM oye! Jambo la pili, niungane na katibu kukemea matendo maovu yote yaliyofanyika hapo nje. Siko tayari kuona kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi, siko tayari kama mwenyekiti wenu kuona kiongozi wa serikali au wa taasisi yoyote anafanywa alichofanyiwa mheshimiwa mbunge. Unakemea, na nikwambie katibu, niko tayari mimi pamoja na kamati ya utekelezaji tumetia agizo lako na tutafika ofisini. Na nimemsikia mwenyekiti akieleza kuumizwa kwake na baadhi ya mambo, lakini mwisho wa siku, mwenyekiti, mimi nakuheshimu na ninakupenda sana na unajua hiyo. Kama kuna shida kwenye level ya viongozi, tuambiane huko pembeni. Umeelewa? Na hii fedha aliyotoa mheshimiwa mbunge, vijana watagawana wote majimbo yote, Momba pamoja na wapi na Tunduma. Inabidi tutabasamu hata kama ndani ya moyo tunavuja damu, hamwezi kujua. Kwa hiyo wakati mwingine lazima muongozwe na huruma ya kimungu. Tulia. Kwa hiyo nimeona ni vizuri nikalisema hili kwa maslahi ya wananchi wote wa jimbo la Momba ambao ni nyinyi vijana. Vijana vipa! Vijana vipa! Niwashukuru sana, na sasa niwaruhusu nirudishe maiki kwa mwenyekiti kwa ajili ya ratiba inayofuatia. Mwenyezi Mungu awabariki sana.